Kurt Cobain, Nirvana, Chester Bennington, Linkin Park, Avicii, Keith Flint, The Prodigy na mastaa wa K-pop kama Sully, Gohara na Monbin. Hawa ni baadhi tu ya wanamuziki waliopoteza maisha kwa kujiua. Je, kuna uhusiano gani kati ya muziki na afya ya akili? Wasanii wanaoongoza kujiua kuliko makundi mengine. Utafiti mpya umegundua kuwa wasanii wa muziki wapo kwenye moja ya taaluma 5 zinazoongoza kwa vifo vya kujiua. Kiwango cha vifo vya wanamuziki wanaume ni 20%, zaidi ya wastani wa jamii. Kwa wanawake, kiwango kinazidi kwa 69%. Nchini Marekani, wanamuziki wana kiwango cha juu cha kujiua, kikifuatia kiwango cha wakata miti na wanasayansi wa kilimo. Sababu zinazoongoza hatari za wasanii kujiua ni shinikizo la umaarufu na hofu ya kushindwa, matumizi ya dawa za kulevya na pombe, ugumu wa maisha ya muziki, hali ya kifedha isiyothabiti, kazi zisizo na muda maalum, mashambulizi ya mitandaoni na ukosoaji mkali, usingizi usio wa kutosha na msongo wa mawazo wa kazi. Hiyo ndiyo sababu mojawapo ya wasanii kuongoza kujiua kuliko makundi mengine. Suluhisho: hatua za haraka zinahitajika. Sekta ya muziki kuanzisha mijadala ya wazi kuhusu afya ya akili na kuondoa unyanyapaa. Mafunzo kwa mameneja, familia na marafiki wa wanamuziki kuhusu kutambua ishara za msongo wa mawazo na jinsi ya kuwaunga mkono. Upatikanaji wa huduma za ushauri na tiba ya kisaikolojia. Program za usalama kwa wasanii walioko kwenye hatari kubwa zaidi. Utafiti zaidi kuhusu athari za mazingira ya kazi kwa afya ya akili ya wanamuziki. Wasanii ni watu ambao hutupa burudani kila siku, lakini je, ni nani anayejali afya yao ya akili? Hilo ndio swali ambalo ni la kujiuliza. Nini maoni yako? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana. Mimi nitoka Comic Cliff, msema chochote, nimesema chochote kitu kuhusu swala zima la wasanii kuongoza kujiua kuliko makundi mengine.